Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, nilifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Nilifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Naweza kutafakari neno hili kwa kulipa kichwa kinachosema furaha ya nyumba ya Bwana. Furaha ya nyumba ya Bwana au furaha katika nyumba ya Bwana. Mahali pengine katika Biblia inasema heri siku moja nyumbani mwa Bwana kuliko siku elfu mahali pengine. Bora niwe bawabu ndani ya nyumba ya Bwana kuliko maisha mengine penginepo. Na mahali pengine Biblia inasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Sema nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Furaha ya nyumba ya Bwana. Hizi Zaburi zote tulizosoma zinadhihirisha furaha aliyokuwa nayo huyu mtumishi wa Mungu juu ya nyumba ya Bwana, ya kwamba yuko tayari kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake, na kwamba anaona ni bora akawa mfanyakazi mdogo katika nyumba ya Bwana, akawa mlinzi katika nyumba ya Bwana, ili mradi yawemo siku zote, lakini kuliko kuwa na maisha mahali pengine japo kwa siku nyingi, au maisha ya kifahari. Anaona ni bora awe nyumbani mwa Bwana japo awe mlinzi ndani ya nyumba ya Bwana. Heri siku moja ndani ya nyumba ya Bwana kuliko kuwa na siku elfu mahali penginepo. Furaha ya nyumba ya Bwana. Ni namna gani aliona furaha akiwa ndani ya nyumba ya Bwana? Ni namna gani alijisikia furaha akiwa katika nyumba ya Bwana? Ni maisha gani aliyokutana nayo na fahari gani aliyokutana nayo ndani ya nyumba ya Bwana kiasi cha kufurahia uwepo wa nyumbani mwa Bwana? Kitu ambacho shetani anapambana nacho katika maisha ya Mkristo, kuiba furaha ya ibada ya Mkristo. Shetani akifanikiwa kuiba furaha ya ibada ya Mkristo, amefanikiwa kila kitu. Shetani akiiba furaha ya ibada ya Mkristo, ameiba kila kitu, kwa sababu kama hakuna furaha ya ibada, huwezi ukafurahia maombi, huwezi ukafurahia sifa, huwezi ukafurahia chochote katika ibada. Leo hii tuna watu wanaenda ibadani, wana ratiba zao. Akifika ibadani, akiangalia upepo, akaona ibada ni ndefu, anatoka amekwazika, anaondoka, kwa sababu furaha ya nyumba ya Bwana imeibwa. Lakini kamkute Mkristo huyu kwenye mechi ya Simba na Yanga, mechi ya kuchezwa saa 12, yeye saa 8 amekaa anaangalia uchambuzi, kwa sababu furaha yake imeibiwa, imepelekwa kwenye maisha mengine, mahali ambapo mwimba Zaburi anasema haoni sababu ya kukaa siku elfu kwingineko, lakini shetani ameipeleka furaha ya Wakristo wengi kwingineko na sio katika nyumba ya Bwana. Unaenda kanisani na mkuta Mkristo ni Mkristo mstaarabu wakati wa ibada. Ukisema wakati wa sifa ni Mkristo mstaarabu. Ukisema piga makofi, anapiga kama ana majipu kwa pani, anapiga kistaarabu. Lakini kamkute Mkristo huyu ukumbini kwenye sherehe, na sherehe yenyewe sio ya ndugu yake, ukamkute jinsi anavyocheza, tamshangaa, tusema ni huyu Mkristo. Na saa nyingine unakuta ni mzee wa miaka 60, kamkute anacheza kama kijana wa miaka 25 kwenye sherehe, lakini sio katika nyumba ya Bwana. Furaha ya nyumba ya Bwana imeibwa ndani yake, haipo. Lakini akiwa kwingineko ana furaha, anaweza akacheza, anaweza akajiachia, anaweza akaimba kwa furaha, anaweza akaruka kwa furaha, lakini si katika nyumba ya Bwana. Na hii ni kwa sababu furaha haipo. Lakini mwimba Zaburi anatuambia anayo furaha kuwemo nyumbani mwa Bwana. Ni bora akaishi nyumbani mwa Bwana siku moja, lakini sio kuwa na maisha ya siku elfu mahali penginepo.
Natamani ungeibeba hii furaha ingie ndani yako, uone namna gani Mkristo anapaswa kuitunza furaha ya nyumba ya Bwana, namna gani Mkristo anapaswa kuishi na furaha ya nyumba ya Bwana. Leo hii watu wengi shetani ameiba ile furaha ya nyumba ya Bwana. Watu hawafurahii ibada. Mtu anaenda ibadani, ana muda wake, amejipangilia muda. Wimbo ukiwa mrefu anasema siku hizi nyimbo zinaimbwa ndefu sana, zinavuta ibada. Kwani wimbo ni kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kusifu? No. Wimbo ni kwa ajili ya kumsifu Mungu. Kwani unapata shida na wimbo mrefu unaomsifu Mungu? Hiyo yote ni kwa sababu mtu hana furaha na nyumba ya ibada. Kwenye ibada maombi yanakuwa marefu. Shida ni nini? Hana furaha na nyumba ya ibada. Hana furaha ya ibada. Hana furaha na nyumba ya Mungu. Hana furaha moyoni mwake. Kwa hiyo chochote kinachofanyika kinafanyika katika hali ya kukikosoa, kwa sababu furaha ya nyumba ya Bwana imeondoka. Lakini akikaa mahali penginepo panapompa furaha, mahali penginepo panapoachilia furaha moyoni mwake, panapoachilia amani moyoni mwake, ana uwezo wa kukaa kwa muda mrefu na asihoji, asiangalie muda, kwa sababu ni kitu kinachompa furaha. Lakini Biblia inatufundisha ya kwamba tuitunze hii furaha, na inawezekana ni wewe mpendo wangu na nifuatilia, unaona ndani yako kabisa hakuna furaha ya ibada, imeondoka. Ukienda ndani ya ibada unakwazika, ibada ikiwa ndefu unamchukia hadi mchungaji, unachukia anayeongoza ibada, unachukia mahubiri marefu. Ni kwa sababu shetani kuna kitu ameiba ndani yako, na hicho alichokiiba ndani yako, alichokiiba ndicho kitu muhimu. Kwa shetani anapanda kitu kingine. Sasa hivi wakati wa kombe la dunia, mtu anaweza kukaa mpaka saa 10 usiku, yupo anafuatilia mechi, yupo macho anafuatilia mechi, lakini hawezi kukaa lisali moja kwenye maombi, kwa sababu furaha ya ibada imepotea ndani yake. Dakika 10 hawezi kukaa akasema Mungu asante, akapiga magoti, akaomba, akaombea maisha yake, akaombea familia yake, akaombea kazi yake, akaombea elimu yake, akaombea kazi zake, hawezi. Lakini muda wa kufuatilia mpira masaa 3, masaa 5 anao ujasiri, kwa sababu ni mahali panapompa furaha. Na Mungu atujalie neema, urudishe furaha ndani yako ya kiibada. Mwambie Mungu akurejeshe furaha ya ibada ndani yako, ili ndani yako kuwe na chemchemi ya kiibada. Mungu akubariki, mtumishi wa Bwana. Mwana kondoo ameshinda. Tumfuate.